Mpendwa msikilizaji wa JJ-Sang Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi yako kwa kuliinua jina la Yesu katika maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika, na Mungu akubariki. Piga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Disemba 9, somo linasema tumeitwa kuwa mashahidi. Tuombe. Asante Mungu kwa kuwa pamoja nasi, asante kwa baraka wa siku nyingine. Tunapoenda kusoma somo lako, tunaomba utuongoze na liweze kutuisha nafsi zetu. Tunaomba kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Mathayo 5:16 nasema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa namna ya pekee, kanisa la Adventista wa Sabato limewekwa ulimwenguni kama walinzi na wabeba nuru. Kwao limekabidhiwa onyo la mwisho la ulimwengu unaoangamia. Juu yao inang'aa nuru ya ajabu itokayo kwenye neno la Mungu. Wamekabidhiwa kazi yenye umuhimu mkubwa sana, kutangaza ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Hakuna kazi nyingine yoyote yenye umuhimu mkubwa kama hii. Hawapaswi kuruhusu jambo lingine lolote kushughulisha fikra zao. Ukweli wa muhimu mno kuwahi kukabidhiwa kwa mwanadamu aliye na hali ya kufa umekabidhiwa kwetu ili tuutangaze ulimwenguni. Utangazaji wa kweli huu unapaswa kuwa ndio kazi yetu. Ulimwengu unapaswa kuonywa na watu wa Mungu wanapaswa kuwa waaminifu kwa amana waliokabidhiwa. Hawapaswi kujihusisha na kukisia. Wana hawapaswi katika shughuli za kibiashara pamoja na wasioamini, kwa maana mambo haya yanaweza kukwamisha kutenda kazi waliopewa na Mungu. Kristo anawaambia watu wake, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mathayo 5:14. Si jambo dogo kwamba mashauri na mipango ya Mungu imefunuliwa kwa uwazi sana kwetu. Ni fadhila ya ajabu kuweza kuelewa mapenzi ya Mungu kama yalivyofunuliwa katika neno la kweli la unabii. Jambo hili linatupatia jukumu zito. Mungu anatarajia tuwapatie wengine maarifa haya aliyotupatia. Anakusudia kwamba mawakala watakatifu na mawakala wa duniani waungane katika kutangaza ujumbe huu wa onyo. Hivyo basi, kulingana na fursa anazotoa, kila mmoja aliyepokea nuru ya kweli yuko anao wajibu ule ule kama aliokuwa nao nabii wa Israel, ambaye neno lilimjia na kusema, mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israel. Basi ulisikie neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu. Tasoma katika Ezekiel 33:7. Kwa miali dhahiri na bainishi, nuru imetuji, ikituonyesha kuwa siku kuu ya Bwana iko karibu, yani milangoni. Hebu tusome na kuelewa kabla hatujachelewa.
Tunapaswa kuwa mifereji iliyowekwa wakfu, ambayo kupitia kwayo maisha ya kimbingu yatatiririshwa na kuwafikia wengine. Roho Mtakatifu ataliuisha na kujaa ndani ya kanisa zima, akitakasa na kuimarisha mioyo yetu. Wale wanaozikwa pamoja na Kristo katika ubatizo wanatakiwa kufufuka katika upya wa uzima. Jukumu takatifu limewekwa juu yetu. Tumepewa agizo, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Utasoma katika Mathayo 28 na mstari wa 19. Umewekwa wakfu ili kuingia katika kazi ya kueneza injili ya wokovu. Ukamilifu wa kimbingu unatakiwa kuwa nguvu yenu. Testimonies for the Church, gombo la 9, kurasa wa 19 hadi 21. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo tumeitwa kuwa mashahidi. Na tuombe. Asante Baba kwa somo ambao umetupatia. Asante kwa kutukumbusha kuwa sisi ni mashahidi uliotuita kwa jina lako. Basi tunaomba tuweze kuudhirishia ulimwengu kuwa tu mashahidi hata katika ujio wako kwa mara ya pili. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Anakuja, Yesu yu